utukufu, utukufu na heshima zina Ni wewe Yesu wa kuabudiwa. Ni wewe Yesu wa kuinuliwa. Ni wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyomtuma mwanao. Tunakuinua, tunakutukuza mchana huu wa leo. Wewe ndiwe Mungu, katikati ya miungu yote hakuna Mungu kama wewe. Ni wewe Mungu wa pekee. Baba yetu na Mungu wetu, tunakuja mbele zako kusikia kutoka kwako. Fungua fahamu zetu tuweze kuelewa na maandiko. Baba yetu na Mungu wetu, tunafungua mioyo yetu Bwana, tukakusikie kutoka kwako. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Nami mtumwa wako ninashuka na kunyenyekea kwako. Nitumie Jehova kwa utukufu wako. Ni kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Yesu amefufuka. Amefufuka kweli kweli. Haleluya. Yesu amefufuka. Amefufuka kweli kweli. Haleluya. Amen. Kipekee kabisa napenda nimshukuru Mungu mwingi wa neema na rehema, ambaye siku ya leo amenipa kibali kuwepo mahali hapa katika madhabahu hii ya Kinondoni Baptisti. Napenda nimshukuru mchungaji Kabonaki. Mungu akubariki sana baba. Wewe ni wapekee sana. Sikukuu kubwa kama hii Pasaka, kwa nini mchungaji asisimame mahali hapa? Lakini wewe umewatanguliza wanawake. Mungu akubariki sana. Napenda nimshukuru mama mchungaji Ana. Asante mwenyekiti wa wanawake Mwangaza. Ninawashukuru sana. Napenda niwaletee salamu kutoka kanisa la Sinza Baptisti, akiwemo mchungaji Frank Mwakalindile. Wamewasalimia sana. Familia yangu imewasalimia. Nyumbani nimewaambia nyinyi hata mtoto mmoja endi na mimi. Wakasema hapana mama, wakati mwingine. Kwa hiyo wamewasalimia sana. Kanisa la Sinza linajua niko hapa. Heri ya Pasaka. Amina. Naomba tufungue Biblia zetu. Kitabu cha Luka sura ya 24 mstari wa 1 mpaka wa 12. Luka mtakatifu sura ya 24 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakialeta manukato walioweka tayari. Wakalikuta lile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi. Wakaingia wasione mwili wa Bwana Yesu. Ikawa alipokuwa akifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama, watu wawili walisimama karibu nao, wamevaa nguo za kumetameta. Nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata nchi, hao waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa akaliko Galilaya, akisema, imempasa mwana wa Adamu kutiwa mikononi mwa wenye dhambi na kusulubiwa na kufufuka siku ya tatu. Wakayakumbuka maneno yake, wakaondoka kaburini, wakarudi wakawaarifu wale 11 na wengine wote habari za mambo hayo yote. Nao ni Mariamu Magdalene, Joana
Mariamu mama Yakobo na wale wanawake wengine waliokuwa pamoja nao. Hao waliwaambia mitume habari ya mambo hayo. Maneno yao yakaonekana kuwa kama upuzi kwao, wala hawakuwasadiki. Lakini Petro aliondoka, akaenda mbio hata kaburini, akainama, akachungulia ndani, akaviona vile vitambaa vya tu, akaenda zake, akastajabia. Bwana Yesu apewe sifa. Kichwa cha somo: Yesu amefufuka kutoka mauti. Yesu amefufuka kutoka mauti. Yesu amefufuka kutoka mauti. Kufufuka kwa Yesu ni kiini cha Injili. Kufufuka kwa Yesu ndio Ukristo, na Ukristo ungekuwa hauna maana kama Kristo asingefufuka. Ni ushindi juu ya dhambi na mauti, juu ya shetani na kaburi. Tunakwenda kifua mbele kwa ujasiri katika dunia hii kwa ajili ya Kristo mfufuka. Tunakwenda kwa ujasiri kifua mbele, wana wa Mungu, kwa sababu ya Kristo mfufuka. Kristo hayuko kaburini, amefufuka. Amen. Kaburi liko wazi. Kaburi liko. Kristo amefufuka. Amen. Na ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Amen. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Amen. Tuna kila sababu ya kushukuru na kusherekea ushindi mkubwa wa Kristo Yesu. Amen. Isingekuwa Yesu, sisi tungekuwa wapi? Neno la Mungu tulilosoma linasema hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka. Ilipoanza kupambazuka. Kumbuka ilikuwa hiyo ni siku ya tatu. Dunia ilikuwa giza. Huzuni. Unajua mtu ukiwa na huzuni, ukiwa na matatizo, ukiwa na uko kwenye giza. Lakini ile siku ya tatu wanasema ilipoanza kupambazuka. Natamani na hamu yangu na shauku yangu, Pasaka ya mwaka huu Yesu alivyofufuka tukaone mapambazuko. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukapate mapambazuko kila eneo. Amen. Kulipoanza kupambazuka. Kwenye mapambazuko kuna matumaini. Kwenye mapambazuko kuna matumaini mapya. Kufufuka kwa Yesu kwa katuletee mapambazuko. Hawa wanawake walikwenda kaburini wakiyaleta manukato walioweka tayari. Wanawake waliandaa manukato na wakaenda, walikuwa wanakwenda kwa ajili ya kupaka mwili wa Kristo. Sijui inakuwa ni mila au nini, hata mtu akizikwa, ndugu wa karibu asubuhi kukikucha wanaenda kaburini. Wanaenda kuangalia kule. Si ndio hivyo? Ndio. Yaani ni Kiafrika, naona hata Kiyahudi, si ndio kiulimwengu, watu wakizika asubuhi kukipambazuka siku ya pili wanakwenda kaburini. Hawa wamama walikwenda kaburini wakaandaa manukato. Manukato ni vitu ambavyo vinanukia vizuri, waweze kwenda kupaka mwili wa Kristo. Wale wenzetu ziki kama zika sisi ambao wanachimba shimo alafu mtu anafukiwa na udongo na kila kitu. Kule kulikuwa kunaandaa kama mwamba hivi ulikuwepo, ndio Yesu akaingizwa pale na jiwe likasukumwa. Hawa wanawake waliandaa manukato kwa ajili ya Kristo. Biblia inatuambia walipofika pale wakalikuta lile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi. Jiwe limeviringishwa mbali na kaburi. Ukisoma katika ile Mathayo 28, ukisoma mistari mingine inasema kwamba malaika wa Bwana alishuka akaliviringisha jiwe. Wakalikuta jiwe limeviringishwa. Ukisoma injili zingine, wale wanawake wakasema, nani atakayeweza kutusaidia kuliviringisha jiwe?
nani atakayeweza kuliviringisha lile jiwe? Lakini wakalikuta lile jiwe limekwisha kuviringishwa. Yamkini tuna maisha tunapita, kuna hali, kuna mazingira tunapita ni sawasawa na jiwe. Leo Kristo amefufuka, ondoa hofu, ondoa wasiwasi. Mwenyewe atashuka kuliviringisha mawe ya kila namna katika maisha yetu. Haijalishi ni jiwe la namna gani, lakini Kristo amefufuka, mawe yote yataviringishwa. Amen. Mauti haikuweza kumshika Yesu Kristo. Mauti haikuweza kumshika Yesu Kristo. Neno la Mungu linatuambia hapa, ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama, wakaingia, mstari wa 3, wakaingia wasione mwili wa Bwana Yesu. Walipoingia wakakuta kweli jiwe limevingishwa, lakini mwili wa Yesu haupo. Wakafadhaika, imekuwaje? Lakini anasema, tazama, watu wawili walisimama karibu nao, wamevaa nguo za kumetameta. Nguo za kumetameta ni nguo za tofauti, na ni nguo ambazo zinaonekana kabisa ni nguo za tofauti. Wakaona watu wawili wamevaa nguo za kumetameta. Nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi katika nchi. Wale wakaingiwa na hofu, wakainama kifudifudi katika nchi. Hao waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Kristo amefufuka. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo yuko hai. Biblia inatuambia hasinzii wala halali, yuko hai, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Unajua kuna viongozi ambao mpaka sasa wako makaburini, lakini Kristo hayuko katika wafu, yuko hai. Yesu yu hai. Haleluya! Yesu yu hai katika wafu, anaishi, anaishi, yuko mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Mstari wa 6 anasema wakaondoka kaburini. Mstari wa 6 anasema hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi alipokuwa akaliko Galilaya. Kama bado tunafikiria Yesu hajafufuka, Yesu amefufuka. Wale malaika wakamwambia hayupo hapa, amefufuka. Unajua kuna watu wengine wanasema Yesu hajafufuka. Watu wengine wa dunia wanasema ameibiwa. Yesu amefufuka. Yesu amefufuka. Hayupo hapa, amefufuka. Yesu yuko hai. Amen. Hayupo hapa, amefufuka. Ile nguvu ile iliyomfufua Kristo Yesu kutoka kaburini inafanya kazi leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ile nguvu ile iliyomfufua Kristo Yesu kutoka kaburini inatenda kazi hata leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kwetu kuamini inatenda kazi. Sijui ni vitu gani vimekufa katika maisha yako. Kama una Kristo ndani yako, una nguvu ya ufufuo. Haleluya. Amen. Vitu vilivyokufa vinaweza vikafufuka kupitia wewe, kwa sababu una Yesu mfufuka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mauti ilishindwa kumshika. Biblia inasema wapi mauti kushinda kwako? Hakuna mauti kwa Mkristo. Haleluya. Amen. Kila kitu utakachoshika kwa mikono yako kitazaa. Amen. Hakuna mauti kwa Mkristo.
Kwa Mkristo kuna maongezeko na mazidisho kwa sababu una Yesu aliyefufuka. Siwe ni kitu gani ambacho unakihesabu kama maiti. Yamkini ni kazi, yamkini ni biashara, yamkini siwe ni kitu gani unakihesabu, yani huyu wakati mwingine hata watoto unaona huyu basi. Haijalishi uko, kwa kuwa una Kristo mfufuka anaweza kafufua vitu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anaweza na anatenda. Ni yeye yule jana leo na hata milele. Siku moja mdogo wangu mmoja alikuwa anaumwa. Mamangu akanipigia simu, akanambia anaumwa. Nikatoka nikaenda. Naambia twende hospitali. Hospitali anakataa. Akasema yani nikienda hospitali alikuwa anaarisha. Sasa anasema yani hapa chumbani kutoka tu hapa kwenye kitanda kufika kwenye mlango siwezi. Huko hospitali nikilanza unakuta choo kiko kule, nitatembeaje? Mimi siende hospitali. Yani kila dakika. Na kakaangu ambaye tumefuatana kuzaliwa nikamwambia huyu anaumwa. Sisi tumezaliwa watatu. Nikamwambia huyu anaumwa, nikampigia simu anaumwa, hataki kwenda hospitali. Sema akaongea naye akasema mimi siende hospitali. Naambia siendi. Basi kakaangu akasema mwambie mama akuandikie vitu vya kununua aje amwekee drip. Mamangu mimi alikuwa nesi kwa miaka 30. Kwa hiyo tukaenda dukani nikanunua vile vitu, akaja. Mama akamtundikia drip ya kwanza ikaisha, drip ya pili kama imefika nusu hivi. Tumekaa, yeye amelala kitandani, mimi nimekaa pembeni, mamangu amekaa pembeni. Baadaye tokapiga kelele, naona giza. Akazimika. Mamangu akanyanyuka. Akaanza kushika passport azisikii. Mamangu akapiga kelele, mama yangu Mage unakufa. Mamangu alipopiga kelele akatoka chumbani akakimbia asione mtoto wake akifa. Mimi nilinyanyuka. Yaani nikapata tu ujasiri, mimi sikuingiwa na hofu, nikanyanyuka tu kashika. Nikamwambia Mungu, neno la Mungu linasema njia za kutoka mautini zina wewe Jehova. Mage hauko katika listi wanaokufa leo katika jina la Yesu. Mauti na kupiga kwa jina la Yesu. Achia. Nikaanza kuomba. Akashuka. Nasikia njaa. Nasikia njaa. Amen. Mtoto wake alikuwa sebleni. Sasa mama alivyokimbia kwenda hivi sebleni, mtoto wake ana mtoto mmoja wa kiume, akaja mbio chumbani. Anaingia hivi anakuta mamake amekaa anaangalia. Anashangaa bibi alivyokuwa anapiga kelele. Baadaye mamangu naye anaona bado kimya, akarudi tena chumbani. Ananiambia umefanya nini? Umefanya nini? Umefanya nini? Nikamwambia sijui, Mungu amefanya. Nguvu iliyomfufua Kristo kutoka kaburini inaweza kufufua vilivyokufa. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Alafu nikafikiria wakati mwingine tuwasikilize tu wagonjwa. Yaani tungempeleka labda hospitali hiyo ambapo hiyo ilikuwa kama saa 10 kasoro. Maana tungempeleka angelazwa. Saa 10 tunaenda kuangalia mgonjwa, tungemkuta amekufa. Mungu atusaidie na kutuwezesha. Vyovyote vilivyokufa Mungu anaweza kuviuisha tena. Amen. Haleluya. Amen. Mfufuka yuko hai, anatenda mpaka leo hii. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hayuko hapa, amefufuka. Amen. Kuna vitu vingi vimekufa katika maisha yetu, Kristo mfufuka atavifufua. Pasaka 2026 ikawe ya tofauti. Amen. Yamkini umekata tamaa, yamkini mazingira yanayoyakoje, lakini Mungu wetu ni juu ya mazingira, ni juu ya hali. Haleluya. Amen. Anasema kumbukeni alivyosema. Kumbukeni alivyosema. Wana wa Mungu, tuna maneno ya Mungu ambayo Mungu ameachilia kwetu. Biblia inatuambia ametuwekea ahadi nyingi za thamani, nyingi sana. Wakati mwingine tukipita katika hali mbalimbali, hebu tukumbuke Mungu anasema nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapita katika ukata, shida mbalimbali, lakini tukumbuke nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya.
Amen. Yaani katika shida wewe unapita, haukai. Amina. Amen. Kumbuka neno la Mungu linakwambia nini. Malaika wala kumbukeni alivyosema. Maneno ya Mungu ni kweli, maneno ya Mungu ni amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu ndio kila kitu katika maisha yetu. Anasema kumbukeni alivyosema. Yesu Kristo alisema mimi ndimi ufufuo na uzima. Na alisema nitasulubishwa, nitakufa, lakini siku ya tatu nitafufuka. Kumbukeni alivyosema. Tunapopita katika hali mbalimbali, tukumbuke neno la Mungu. Tukumbuke neno la Mungu. Na huwezi kukumbuka neno la Mungu usipolisoma. Lazima tuwe wasomaji wa neno la Mungu. Ukiwa msomaji wa neno la Mungu utakumbuka, utakapopita katika hali na mazingira utajua neno la Mungu. Litakukumbusha. Mungu atupe hamu, Mungu atupe shauku na kiu ya neno lake. Tuko duniani, dhiki ni nyingi. Lakini Yesu Kristo anasema duniani mnao dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Amen. Maneno ya Mungu. Wanawake wale wakaambiwa kumbukeni alivyosema. Unajua ni nini? Kwa sababu wanawake walikuwa pamoja na Kristo alipokuwa anasulubishwa msalabani. Alikuwa nao. Wanawake wale wakaamua tena kwenda kaburini. Kwa hiyo jinsi Yesu alivyokuwa anapita, maneno aliyokuwa anawaambia wanawake walikuwepo. Kumbukeni alivyosema. Wapendwa, tuwe marafiki wa neno la Mungu. Kama hamu imekufa ya kusoma neno la Mungu, Pasaka ya mwaka huu ikafufue kiu, njaa, shauku ya neno la Mungu. Amen. Usilale, isipite siku bila kusoma neno la Mungu. Neno la Mungu ndio taa na mwanga zetu. Neno la Mungu litatusaidia kushinda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akisema amesema. Na Biblia inasema neno la Mungu halitamrudia Mungu bure. Kristo asifiwe. Amen. Tunaona hapo mstari wa 7 akisema imempasa mwanadamu kutiwa mikononi mwa wenye dhambi na kusulubiwa na kufufuka siku ya tatu, Kristo alivyosema. Wakayakumbuka maneno yake, wakaondoka kaburini, wakarudi, wakawaarifu wale 11 na wengine wote habari za mambo hayo yote. Nao ni Mariamu Magdalene, Joana na Mariamu mamaye Yakobo na wale wanawake wengine waliokuwa pamoja nao. Hao waliwaambia mitume habari ya mambo hayo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Wale wanawake hawakukaa kimya. Walitoka wakaona kweli Yesu amefufuka kama alivyosema. Hawakukaa kimya. Waliwataarifu wanafunzi wake. Walitoka wakawataarifu wanafunzi wake. Hawa wanawake walikuwa wainjilisti wa kwanza kusema Kristo amefufuka kama alivyosema. Mungu atusaidie kanisa la Bwana, tukawataarifu watu habari njema ya kufufuka kwake Kristo. Kwa maneno yetu, kwa matendo yetu wamuone Kristo mfufuka. Wakatuone sisi ni tofauti. Haleluya. Amen. Sisi wa Kristo ni watu wa tofauti. Wamuone Kristo mfufuka katika maisha yetu. Wanawake hawakunyamaza kimya. Walienda Kristo mfufuka, anayefufua vyote vilivyokufa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kristo anafufua vyote vilivyokufa. Siku moja nilikuwa nasafiri nilikuwa naenda Njombe. Kwenye basi huwa namuomba Mungu, naombaga nikisafiri kwamba namuombea yule ninayekaa naye. Kwa hiyo naomba yule ninayekaa naye. Nilipokaa kwenye basi nikakaa na mama mmoja hivi. Wakati tumesafiri tukiwa njiani, yule mama akawa anaongea na simu. Anasema naumwa, narudi nyumbani naumwa. Akaongea mtu pole sijui nini. Alipomaliza simu nikamwambia pole, unaumwa.
Akasema ndiyo. Nikamwambia unaumwa nini? Akasema mikono yake, yani mikono yake ilikuwa ikunji. Anasema nilikuja Dar es Salaam kwa ajili ya kijana wangu, mke wake alikuwa anajifungua. Kwa hiyo anasema amejifungua kweli, yuko nyumbani, lakini akashtukia tu mikono haikunji. Yani vidole vimekaa hivi. Anakunja wapi? Nikamwambia sasa unaenda nyumbani unaenda kufanya nini? Akasema unafikiri siendi kwa mganga? Kuna padri mmoja kule kwetu anaombea, ndo naenda kwa ajili nikafanyiwe maombi. Nikamwambia mama, unaamini naweza nikakuombea? Akasema sawa, niko tayari niombee. Basi nikamshika mikono yake nikaanza kumwombea, nikaomba, nikasema amen. Baada ya kumaliza amini, vidole vinakunja. Alishangaa. Amen. Akashangaa sana. Nikaambia nambariki Mungu. Nikamwambia mama, uko tayari kumpokea Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yako? Akasema ndio, niko tayari. Nikamuongoza sala ya toba. Nikambariki Mungu, nikawa na safari nzuri sana. Kristo mfufuka anaweza kufufua vitu vyovyote. Amen. Kristo mfufuka anaweza kufufua vitu vyovyote wakati wowote, haijalishi uko wapi. Tuna nguvu ya Kristo tunaotembea nayo kwa sababu Yesu mfufuka yuko ndani yetu. Amen. Ni wewe kitendo cha kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inatuambia hapa, maneno yao yakaonekana kama upuuzi. Wale wanawake walipofika wakawafuata wanafunzi walikokuwa. Kumbuka wanafunzi wa Kristo walikuwa wamejifungia, wanaogopa, wamejificha, wanaogopa. Wakawafuata wale wanafunzi, na wanafunzi wa Yesu kumbuka walikuwa ni wanaume. Wale wanawake wakaenda wakawaambia habari ya Yesu mfufuka. Biblia inatuambia maneno yao yakaonekana kama upuuzi kwao. Maneno ya wale wanawake yakaonekana kama upuuzi kwao. Lakini Petro aliondoka akaenda mbio hata kaburini. Yamkini unaweza ukaongea kitu kama Mkristo, maneno yako yakaonekana kama upuuzi, lakini yalivyoonekana kwa wengi wa wanafunzi ni upuuzi, lakini Petro yalimwingia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haijalishi utaongea kitu kikawa upuuzi, kikaonekana kama upuuzi, wewe jua umepanda mbegu, itamea. Kuna mmoja ataokota, atatendea kazi. Haleluya. Amen. Amen. Petro akatoka tena, hata kuambia wenzio, anakuambia alitimua mbio tu, akatoka akaenda mpaka pale kaburini, akakuta kaburini, akashikashika nguo. Kweli hamna kitu. Maneno, labda niseme Mungu ametupa neema wanawake. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mwanaume aliyoona neema kwa wanawake anasikia hata mke wake akiongea. Kuna vitu wanawake akiongea vina maana sana. Vichuje na uchuje, lakini vina maana sana. Usipofanyia kazi unakuta kitu ambacho hakijakaa sawa sawa. Tuna neema wanawake, lakini neema iko kwa yule mwanamke anayemcha Mungu. Haleluya. Amen. Aliyemwamini Yesu mfufuka. Amen. 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 Yes, aliyemwamini Yesu mfufuka. Biblia inasema ondoka, akaenda mbio hata kaburini, akainama akachungulia ndani, akaviona vile vitambaa vya sanda tu, akaenda zake akiastajabia yaliyotukia. Petro aliastajabia yaliyotukia. Ukiamini nguvu ya Yesu Kristo mfufuka, watu watastajabia yatakayotukia, watayashangaa haya mambo yanafanyikaje. Nguvu ya Yesu mfufuka inatenda kazi hata sasa. Amen. Watu wanastajabia, sisi wenyewe tunastajabia. Tutastajabia tukiamini nguvu ya Yesu Kristo mfufuka.
Pasaka ya 2026. Hebu tukastaajabu vingi kwa sababu Yesu Kristo amefufuka. Amen. Watu watashangaa imekuwaje? Hata huyu alikuwa hivi, amekuwa hivi, lakini kwa sababu una Yesu mfufuka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kristo Yesu akafufue kila eneo katika maisha yako. Kwa sababu katika mistari hii kuna wanawake, naomba niongee kwa habari ya wanawake. Wanawake katika sura hii 24, Luka 24 mstari wa kwanza mpaka 12. Hebu tuone wanawake wenzetu walifanyaje. Kitu gani tunajifunza? Kitu cha kwanza tunachojifunza kwa wanawake hawa, uvumilivu kwa uaminifu. Uvumilivu mwaminifu, walivumilia. Walikuwa pamoja na Yesu wa Kristo alipokuwa anasulubishwa msalabani. Kusulubishwa kwa Yesu hakukuwa rahisi. Wanawake wale walilia, wanawake wale waliomboleza, mpaka Kristo Yesu anasema jililieni nyinyi na watoto wenu. Wanawake walikuwa wanamlilia Kristo, walivumilia kwa uaminifu. Mungu atupe neema ya kuvumilia kwa uaminifu wanawake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jeshi kubwa tuko hapa. Amen. Mungu atupe neema ya kuvumilia kwa uaminifu. Amina. Amen. Hawa wanawake walionyesha uaminifu na upendo kwa Kristo, wakati wanaume wanafunzi wa Kristo waliingia mitini, watoto wa mjini wanasema walikimbia, lakini wanawake wale walivumilia kwa uaminifu. Amen. Kitu kingine, wanawake hawa walikumbuka maneno ya Kristo. Wanawake tulioko mahali hapa tuwe wasomaji wa neno, tuwe wasomaji wa neno, tukakumbuke maneno ya Kristo. Malaika wa Bwana aliwakumbusha wale wanawake maneno ya Kristo mwenyewe. Tukikumbuka neno la Mungu litatuweka katika msingi mzuri wa imani yetu kama wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Pasipo kuangalia hali wala mazingira. Hawa wanawake, jambo ambalo tunalojifunza kwao, hawa wanawake walitangaza ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza ile kubaki tu mpaka Yesu anakufa, anasulubiwa. Baadaye asubuhi wakaamka wakaenda kule, kwamba wameandaa manukato, wanakwenda kule kwa ajili ya kumpaka, kutangaza ujasiri. Kristo amefufuka, hakuna hofu tena. Haleluya. Amen. Amen. Tangaza ujasiri katika maisha yako. Ng'oa hofu, ondoa wasiwasi, jipandie siri. Amen. Wake hawa walitangaza ujasiri. Hawakujali tamaduni zao za wakati huo, ambazo mwanamke alikuwa anawekwa kama wa pili. Wenyewe hawakujali, waliziweka pembeni tamaduni zao. Kitu kingine, wanawake hawa walishinda shaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walishinda mashaka. Wakati mwingine tunaingiwa na mashaka, tunaingiwa na hofu, lakini Mungu atusaidie katika jamii inayotuzunguka tushinde shaka. Tushinde shaka. Biblia inasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Kitu kingine wanawake hawa walichokuwa nacho, walitafuta maisha ya ndani ya Kristo. Walijua maisha yao yako ndani ya Kristo. Kanisa la Bwana, maisha yetu katika Kristo yako ndani ya Kristo peke yake. Nje ya Kristo hakuna maisha. Biblia inatuambia ile katika Matendo 17:28. Ni mstari ambao ninaupenda. Ni mstari ambao ninaupenda sana huu Matendo. Anasema hivi, kwa maana ndani yake tunaishi. Ndio. Ndani yake tunakwenda na kuwa na uhai. Amen. Yaani kwa maana ndani yake Kristo tunaishi. Ndani yake Kristo tunakwenda. Yaani mwendo wetu ni Kristo. Na pia tunakuwa na uhai. Nje ya Kristo hakuna uhai.
Biblia inasema una jina la kuwa hai lakini umekufa. Nje ya Kristo hakuna uhai. Walitafuta maisha ndani ya Kristo na katika kweli ya neno lake. Hawakutafuta vitu vingine. Jambo lingine, wanawake hawa walionyesha utumishi ulio hai. Utumishi ulio hai, utumishi unaokwenda na matendo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu Yesu alikufa akazikwa, lakini hawa wanawake asubuhi wakachukua manukato wakawa wanakwenda makaburini. Mungu atusaidie na Mungu atuwezeshe. Kanisani kuna kazi nyingi za kufanya. Ndio. Nilipokuwa nasoma primary, mwalimu wangu mkuu alikuwa anapendaga kusema kwamba darasani kwangu sitaki vikariecho. Yaani wanaokaa tu, anakwambia nafundisha jibu chochote, yani wewe kazi yako unaingia na kutoka. Yesu Kristo amefufuka, hataki vikariecho katika kanisa lake. Amen. Kuna kazi nyingi za kufanya. Usitamani wewe unaingia kanisani na kutoka. Kuna vitu vingi vya kufanya, kuna kazi nyingi. Tamani umtumishi Mungu. Mungu anapenda utumishi ulio hai. Utumishi ulio hai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lazima tujitoe. Lazima tujidhabihu kwa huyu Kristo aliyemfufuka. Amen. Mungu atusaidie na kutuwezesha wana wa Mungu. Amen. Unavyotumika unampa heshima Mungu. Niwaambie kitu, nimebarikiwa sana na wababa wa Kinondoni. Yaani mnavyoimba, Mungu awabariki sana. Amen. Yaani utumishi wenu sio bure. Jeshi kubwa, naamini nyinyi ni chachu kubwa kwa wababa hawa kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndani ya Mungu, yani kanisani kwa Mungu kuna utumishi mwingi sana. Usikae tu kanisani. Mungu anatamani utumishi wetu uwe wa matendo. Utumishi wetu uwe na wa hali na mali. Tumetangaziwa ujenzi tarehe 3 Mei, harambee ya ujenzi. Hebu utumishi wako ukaonekane katika ujenzi wa kumjengea Mungu madhabahu. Amen. Wanawake mmebeba ajenda ya Mungu. Kanisa la Mungu kila mmoja kwa nafasi yake ana ajenda ya Mungu. Amen. Tupe kutenda kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anataka utumishi wa hali na mali zetu na bidii. Mungu anatamani hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kumalizia, napenda niseme Kristo amefufuka. Kristo amefufuka. Ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba mwenye enzi. Pasaka 2026. Hebu mambo yakafufuke. Kiu, hamu, shauku, roho ya neema na maombi ikafufuke ndani yako. Amen. Unajua Mungu sio wa binafsi. Mungu sio wa kundi. Mungu ni wa binafsi. Wewe unajua ni wapi ulipozembea. Ni wapi unapoona pamelegea. Ni wapi umeona kuna mauti. Ulikuwa unasoma neno, siku hizi huwezi kusoma neno. Ulikuwa unaomba hata saa moja huombi. Ukiomba dakika 2-3 unalala. Kristo mfufuka. Ile nguvu iliyomfufua Kristo Yesu kutoka kaburini ikatufufue kwa upya katika ajenda ya Mungu. Amen. 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 Kanisa la Bwana tusimame. Amen. Tutaingia katika kuomba. Tutaenda kuomba neema ya kutembea katika nguvu ya ufufuo. Neema ya kutembea katika nguvu ya ufufuo. Pasaka 26. Yesu Kristo amefufuka kutoka katika mauti. Ikawe mwanzo mpya na kutembea na Yesu mfufuka. Taomba wimbo wa kuabudu kwa kifupi, afu kila mmoja nenda kamwambia Mungu, unatamani kitu gani katika maisha yako? Unatamani nini kifufuke? Ni afya, ni biashara, ni kazi za mikono. Bila kusahau kanisa letu. Tukaendelee kuomba, tukatembee na nguvu ya ufufuko.
Karibu kwa wimbo wa kuabudu kwa kifupi, alafu tuingie katika kuomba, tena kumwomba Mungu